Bwana, mambo vipi? Leo nina ramani ama naweza kusema nina ramani ya nyumba ya kuanzia. Yaani kwa maana kwamba kwa mtu ambaye hauna familia kubwa na unahitaji kuishi nyumbani kwako, ni nyumba nzuri sana ya kuanza maisha. Ni nyumba nzuri sana ya kuanzia, tunaweza kusema. So kama una kiwanja somewhere na unahitaji kupata nyumba ya low budget na nyumba ambayo utakayosema unajipanga kwa ajili ya kujenga nyumba ya ndoto yako, hii ni nyumba kali sana kwa sababu budget yake iko chini, na nitaielezea hapa kitu kimoja mpaka kwenye stage ya kupaua. Huko kwenye finishing kila mtu atakuwa na uwezo wake wa kuifanya hii nyumba iwe na muonekano gani kutokana na yeye mwenyewe na vitu ambavyo anavyovitaka. So mimi nitaifanyia evaluation kuanzia chini kwenye msingi mpaka kwenye upauaji. Na kitu ambacho ni cha msingi sana ambacho unatakiwa kukifanya ni kuikatisha hii video katikati, kwa maana kwamba ukisikiliza mwanzo mwisho kuna faida kubwa sana ambayo utapata na utajifunza vitu vingi sana kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi, lakini na decoration kwa ujumla. Kwa maana kwamba ukiingia kwenye ujenzi unakuwa hauna ulena, yani unaingia kwenye ujenzi na unakuwa unajua kila kitu kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. So hiyo ni advantage kwako na itakusaidia kujua kitu ambacho unachoenda kukifanya ni nini, unaenda kujenga nyumba ya aina gani, budget yako uandae shilingi ngapi. Hata kama unajenga kwa step, lakini utajua kwamba hii step ya msingi niwe na shilingi ngapi, je kuifanya mpaka nyumba iwe kwenye kozi 4 za juu niwe na shilingi ngapi, mpaka kupaua niwe na shilingi ngapi. Kwa ni faida kubwa, ni elimu kubwa ambayo unaipata for free kutoka kwangu mimi Mr. House Decoration. Na moja kwa moja tuende kwenye valuation ya hii nyumba ambayo ni nyumba yenye chumba kimoja. Nikisema nyumba ni chumba kimoja maana yake ina room moja lakini imekamilika. Na hii room sio master, ni room single na ina toilet public, ina sitting room, lakini ina jiko pia. Haina dining. Ni nyumba ambayo ina jiko, sitting room, toilet public na chumba kimoja cha kulala. Kwa hiyo ni nyumba ambayo imekamilika, yani kwa ndo maana narudia maneno yangu, kama mtu mwenye familia ndogo inamfaa sana. Lakini pia ni kuombe, kabla sijaenda kuifanyia evaluation hii nyumba, kama bado hujasubscribe mdau wangu, ni kuombe usubscribe. Lakini pia mwisho wa video hii usisahau kucomment chochote na kulike chochote. So moja kwa moja tuende kwenye valuation ya hii nyumba. Kama una peni na karatasi, anza kuandika vitu ama mahitaji ya hii nyumba. Hii nyumba imeingia matofali 950, yani kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kozi 4 za juu. Na kwa nini na kozi 4? Ni kwa sababu hii nyumba imepauliwa kwa mfumo wa hidden roof, lakini hidden roof yake una uwezo mwenyewe ukachoice kwamba imwage upande mmoja ama imwage kati. Lakini hidden roof nzuri na ya gharama nafuu na isiyokuwa na changamoto ni ile hidden roof ambayo inamwaga nyuma. Nikisema hidden roof maana yake ni contemporary, yani nyumba ambazo bati lake halionekani. Kwa hiyo beta zaidi ni umwage upande mmoja, yani maji ya mwage upande mmoja ambao ni upande wa nyuma. Kwa kwenye swala la tofali, zimeingia tofali 950, lakini kwenye cement imeingia mifuko 30 kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye hizo kozi 4 za juu. Na mchanga zimeingia kenta 3, lakini kuna kokoto imeingia kenta 1, kuna nondo zimeingia pisi 24, kuna lingi zimeingia pisi 35, kuna binding wire zimeingia pisi 8. Kuna gharama za ufundi ambazo maximum hii nyumba fundi atakujengea kwa 800,000. Sasa tuende kwenye vitu kimoja kimoja. Kwenye tofali ni shilingi 1000, ambayo ukifanya 1000 mara 950 ni 950,000. Na ukija kwenye simenti, ni simenti sasa hivi mfuko mmoja ni 17,000. Kwa hiyo 17,000 mara 30 ni 510,000. Ukija kwenye mchanga, kenta moja ni shilingi 50,000. Kwa hiyo ukichukua 50,000 mara 3 ni 1,500,000. Ukija kwenye kokoto, kenta moja ni 180,000 mpaka 175,000. Lakini kwenye nondo ni shilingi 22,000. Kwa ukichukua 22 mara 24 unapata 500,000 na shilingi 500,000 na 28,000.
Na tukija kwenye lingi moja ni shilingi 600. Kwa PC 35 mara 600 maana yake ni shilingi 21,000. Lakini kwenye binding wire ni shilingi 2,000, na ukichukua 2,000 mara 8 ni shilingi 16,000. Na gharama za ufundi kama nilivyosema za ujenzi wa hii nyumba mpaka kwenye kozi 4 za juu ni shilingi 800,000. Kwa hiyo ukijumlisha mahitaji yote pamoja na gharama za ufundi unapata 3,155,000. Kwa maana hiyo ukiwa na 300,000, ukiwa na 3,155,000, hii nyumba unakuwa unaweza kuimiliki kuanzia chini mpaka kwenye kozi 4 za juu. Lakini kwenye upauaji hii nyumba imeingia bati 22 na bati ni shilingi 22,000. Kwa hiyo ukichukua 22 mara 22 unapata 4,484,000. Lakini pia kuna kwenye upauaji kuna zoezi la mbao zimeingia za 400,000. Hapo kuna 2x2 zitatumika, kuna 4x2 zitatumika, kuna yani mbao nyingi ambazo zimeingia hapo, lakini tumefanya concluded ya mbao zote zimeingia mbao za 400,000. Na kwenye upauaji kuna accessories ambazo ni tunaweza kusema ni kama misumari ile na kenchi wire, vitu kama hivyo. So kwenye accessories zote ni 1,500,000. Kwa misumari hizo kenchi wire zote ziweke 1,500,000. Kwa maana pia ukifanya hii hesabu yote hapa itamhitaji fundi, na fundi wa kupaua nyumba hii maximum atakufanyia shilingi 300,000. Kwa ukifanya 300,000 maana yake itakuja kwa jumla zote pamoja na material itakuja 1,334,000. Kwa hiyo hii 1,300,000 na 1,334,000 ndio gharama za upauaji pamoja na fundi. Na ukichukua sasa toto nzima hii 1,334,000 ambao kwenye stage ya upauaji ukachukua na 1,155,000 ukijumlisha unapata 4,489,000. Hii ndio gharama ya hii nyumba mpaka kwenye kupaua. Ni namna gani ambavyo ilivyokuwa ni pesa ndogo sana, yani kwa watu ambao watafutaji ni pesa ambayo ni very affordable, kwa maana kwamba inajengeka, yani ni rahisi kuipata. Umenielewa kwa wale ambao wapambanaji kweli. Kwa hiyo usikae kwenye nyumba za kupanga ukaamini kwamba kujenga ni zoezi kubwa sana. Na hizi ndo step muhimu kwenye ujenzi. Hizo step nyingine unaweza ukaweka milango yako ya temporary, ukaweka madirisha yako ya temporary, ukaingia kwako ni kwako tu. Hata kama unalala ukiwa hauna umeme, lakini kwako ni kwako. Na tunashauri kitu kimoja, usisubiri kupata full budget ya nyumba eti uingie. No, huwezi kupata hela hiyo kwa maisha yetu haya ya kibongo. At least unaweza ukafanya nyumba ukaijenga, ukapaua, ukaweka milango yako ya temporary, madirisha yako ya temporary, vitu vingine viishe ukiwa humo ndani, kwa sababu zile kero za kulala na vumbi ndani, unaenda kazini ukirudi, hata ile chachu na uchungu wa kuweza kufanya maendeleo zaidi itakuja, tofauti na ukiwa upo umepanga Kinondoni, Mwananyamala, Kijitonyama, Sinza, Ilala, alafu unaenda site Mbezi, Makabe au wapi, huku unalala pazuri site. Kwanza unapasahau kwa sababu ni process kufika, lakini kama ukiwa mwenyewe hapo inakuwa ni rahisi sana kila siku kununua hata angalau mfuko mmoja tu wa cement, kwa sababu ujenzi wa sisi watu wa daraja la chini huwa tunafanya kidogo. Hatuna uwezo wa kujenga nyumba mpaka unaingia. Kwa hiyo huo ndio ushauri wa bure. Lakini pia kama umependa hii ramani, tupigie kwa simu namba 0659877756, na tunashauri muwe mnatucheki kwanza WhatsApp kwa sababu ya ubize tuliokuwa nao. Mara nyingi simu kupokea inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ukitucheki WhatsApp inakuwa ni rahisi sisi kukufikia wewe. Bwana, mimi naitwa Mr. House Decoration. Namba zangu za simu hizo hapo kwenye screen unaziona. Ni cheki WhatsApp, tushauriane, tupeane madini kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi na decoration kwa ujumla. Tukutane tena wakati ujao. Yao.